wakaja wakasema sisi tunahitaji movie lakini tutaziweka kwenye mtandao. Yaani watu watakuwa wanaangalia kwenye simu. Yaani sasa hivi movie inakuwa kiganjani mwako. Kwa hiyo tuliona kwanza kama ni yani ni watu ambao wameshushwa, umenielewa Alafu cha pili tukaona kwamba hawa watu wako serious katika kufanya kazi hizi na sisi. Hali unazungumzia wengine, nahitaji nikusikie wewe. Mimi mwenyewe yani nilifurahi sana kwamba ni watu ambao wamekuja ni wakombozi wetu na tutaweza kufanya nao kazi vizuri tu. Ni kitu gani ambacho ulikimisi sana kwenye industry ya uuzaji wa movie before? Kukimisi? Si jamisi, lakini nilichomisi zaidi ni kuona vile soko letu lipo kama zamani. Kwa sababu zamani soko lilikuwa liko juu sana, lakini baadaye soko kidogo likawa limekuwa la tabu kutokana na pirates wanaotoa kazi zetu bila nini. Kwa hiyo nilimisi sana kuona soko linarudi kama zamani lilivyokuwa. Hali mimi nilikuwa na kutazama tokea enzi hizo, niko shule ya msingi mpaka sasa hivi nabahatika kupata airtime ya kupiga na story. Hebu tuambie ni kitu gani ambacho kinakuinspire kuendelea kuvuma kile inapoitwa leo bado wewe ni icon? Cha kwanza naipenda kazi yangu, naiheshimu kazi yangu. Pia naheshimu mashabiki ambao wamenifanya mimi nifike hapa. Kitu gani ambacho unakimisa ambacho kilikuwepo back in days, sasa hivi enzi zile, yani enzi zile kila mmoja kuangalia anasema haya ukikutana na Johari na sasa hivi? Vilikuwa ni vingi. Labda kikubwa sana ninavyomisi katika zamani wakati tunaigiza ni watu ambao nilikuwa tunaigiza nao na sasa hivi hawapo duniani. Basi kikubwa ndio hicho. Yule ambaye bado yupo duniani na siku hizi ufanye naye karibu. Nafanya naye, hakuna ambaye yuko duniani jamani. Sisi wasanii ni mzunguko. Kwa hiyo kila mtu lazima utafanya naye kazi tu. Hali mwanzoni nilisikia kwamba wewe ulikuwa uko kwenye industry kwa sababu ya namna ambavyo ilikuwa unaonekana. Sasa hivi unaonekana kama vile unazidi kunawiri, unatoka kwenye ule mfumo ambao tulikuwa na mwanzoni. Hebu niambie kwanza, maisha umeyapatia au? Of course maisha lazima uyapatie. Unajua maisha ni kama kioo, ukiachekea na nyata kuchekea, ukianunia na nyata kununia. Kwa hiyo wewe unavyoyapeleka maisha na yenyewe ndo lazima yatakupeleka kule kule. Kipindi kile najua ulikuwa uhudumiwi, sasa hivi mambo yameendaje? Mimi always najihudumia mwenyewe. Yaani natafuta, ni mwanamke ambaye najua kutafuta, nafanya kazi, napigana, nafanya mwenyewe ili kusudi maisha yangu yaweze kwenda. Hauna backup nyuma? Hapana, mimi. Johari. Yaani sina sponsor yoyote zaidi ya mimi mwenyewe. Najisponsor mimi mwenyewe maisha yangu. Anakuangalia ujue? Hata jamani, hamna sponsor, najisponsor mwenyewe na maisha yangu. Yaani kazi yangu mimi ndio sponsor wangu. Kabisa. Mwanzoni nilikuwa napenda sana ulivyokuwa unaigiza na ikafikia hatua nikatamani kuingia kwenye uigizaji, unajua. Lakini ni kipindi ambacho ulikuwa unaigiza na The Red Kanumba by that time. Sasa hivi kasi yako ni kama vile imepungua kidogo. Unahisi kwamba kuondoka kwa Kanumba inaweza kuwa ni sababu ya kupunguza kidogo? Hapana, wala haiwezi kuwa sababu, kwa sababu yeye Kanumba ameondoka na yeye alikuwa na shabiki zake na mimi kazi bado naendelea kufanya. Kitu gani ambacho nakimiss kwa The Red Great? Na mimi tu kama mtu ambaye nilikuwa nafanya naye kazi vizuri, mtu wangu wa karibu. Kwa hiyo lazima utamisi mwenzio anapoondoka, kwa sababu tunasema kwamba kifo ni kitu ambacho hakiwezi kuzoeleka. Kwa hiyo lazima na miss yani. Na sasa hivi nimeona watu wengi wameingia kwenye industry, lakini kwa bahati mbaya wengi wanaingia ndani ya muda mfupi wanapata scandal nyingi sana. Kwa upande wako umejaribu kumaintain, sijaona scandal zile za kuvuliwa. Hivi ni kitu gani ambacho kinakupa kinakuzidi ukuweka hivi? Cha kwanza najitambua kitu ninachokifanya. Kwa hiyo najua nini ninachokifanya. Na nikwambia kwamba ukiwa unaheshimu kazi yako uweze kufanya vitu vyovyote. Mimi napenda kazi yangu initambulishe mimi, lakini sio tabia zangu au skendo zangu zinitambulishe mimi. Hilo tu kakangu. Yaani elimu yako ikoje? Maana unajibu maswali mpaka najiuliza. Johari. Kwa mara ya mwisho tunamalizia. Hebu niambie kwa upande wako kwa sasa hivi ni project gani ambayo unayo? Kwa sasa hivi nina tamthilia ambayo inaendelea kunuka ya Kapuni ambayo inamecheza ya DSTV, lakini pia mimi mwenyewe na project ambayo inakuja January ambayo itakuwa mtaani. Kwa hiyo nitarudi tena kuweza kuambia inaitwaje na kila kitu kwa sababu ni surprise. Nina mdogo wangu ambaye anatamani kufanya kazi na Johari, afanyeje aweze kufikia? Mwambie kama anatamani kufanya kazi huwa anaitaga interview. Kwa mfano mwakani nitaita interview za wasanii. Basi afuatilie sana peji zangu kuweza kujua nimeita lini interview, aje atafanya interview, akishinda tamchukua. Yuko mkoani ujue. Anaweza akafanya sanaa kokote kwa sababu sisi tunakuwa tunafanya kama matawi. Kwa hiyo na ajiunge kwanza na vikundi mbalimbali. Kwa hiyo popote unaweza ukafanya sanaa yako na ukakuza kipaji. Neno lako la mwisho kwa hawa wote ambao wamekuelekea? Neno langu la mwisho cha kwanza naomba niwaambie kwamba na mshukuru Mungu mpaka hapa nilipofikia, nashukuru wazazi wangu, lakini nawashukuru sana
watu wa media, kwa sababu bila wao pia ni mchango mkubwa sana kwangu kufikia hapa. Kwa hiyo asanteni sana. Samahani kidogo dada Johari, tulikuwa na swali moja tu kuhusiana na Swahili Flix. Moja tu. Nakumbuka shemeji nini sana na swali gani? Nataka tukuulize kuhusiana na issue ambayo nakumbuka ulikuwa jaji pale Swahili Flix, mlifanya audition leaders viwanjani pale. Sasa tokea kipindi kile ni kwamba watu wametoa malalamiko kwamba hamna lolote lililoendelea, yani hakuna kupigiwa simu wala nini kwa wale contestants ambao walishapitishwa. Je, hilo linakuaje labda? Mimi nadhani kwamba kila kitu kinaenda na wakati wake. Tulifanya kipindi cha audition ikaisha, kipindi cha kunani. Kwa hiyo kwa watu waliopatikana wanatengenezewa kitu cha kuweza kufanya. Huwezi kuwafanyia audition afu ukawaacha tu, yani hiyo haiwezekani. Kwa hiyo wawe na subira, na kitu chote kizuri kinahitaji muda na subira. Kwa hiyo wasubiri, wataitwa ili kuja kufanya kazi. Yeah. Na kuna mbinu gani labda ya kuwasaidia wasanii wa comedy kwenye hii program ya Swahili Flix? Kwa sababu Swahili Flix sio Swahili Flix ya wasanii tu wa filamu. Kuna comedy, kuna wanamuziki, kuna watu wa vipindi mbalimbali na kila kitu, wote wanapatikana. Asante sana.